Mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzanite TV, na sasa tupo katika mkutano wa kijiji cha Mbuba, kata ya Mbuba, wilaya Ngara, mkoani Kagera, ambapo ni mwendelezo wa mikutano ya mkuu wa wilaya Ngara Kanali Mathias Kahabi kwa lengo kuibua changamoto za wananchi na kuweza kutatuliwa kata ili kusikiliza kero zenu wananchi. Jana tulikuwa kata ya Nyakisasa, leo tuko kata ya Mbuba, kijiji cha Mbuba, si ndio hivyo? Mbuba oye! Lengo kubwa ni hilo, kusikiliza kero zenu wananchi, kwamba mna kero gani. Binadamu, ndugu zangu, tulivyo, kero ni sehemu ya maisha ya binadamu. Changamoto ni sehemu ya maisha ya binadamu. Uongo kweli? Matatizo, shida ni sehemu ya sisi binadamu. Uwezo ukakwepa changamoto, kero, matatizo yapo tu, si ndio hivyo? Vipo tu wananchi, vipo tu, tumezaliwa hivyo, tumewekwa hivyo na Mwenyezi Mungu. Yaani pale unaposhuhudia, unapoenjoy mafanikio makubwa, hata we mwenyewe mwananchi mmoja mmoja, ujue na changamoto, matatizo yapo. Wao mnafanya tathmini ya hivyo hata kwenye maisha yako, si ndio hivyo? Unaweza ukawa na mafanikio makubwa sana, mengi sana kwenye familia yako, lakini hebu rudi nyuma kidogo, kaa, fanya tathmini kwenye mafanikio hayo, na changamoto zipo, zilikuwepo, si ndio hivyo? Na ndio maana tuko hapa kwa ajili ya kueleza kwanza mafanikio, lakini pia kusikiliza changamoto zenu. Nao baadhi ya wananchi wameweza kuwasilisha changamoto zao na zimeweza kujibiwa, na hawa ni wakuu wa idara kutoka halmashauri na wakuu wa taasisi kutoka sehemu mbalimbali, wameweza kutoa majibu kwa wananchi. Mimi ni Ayub Amos na hii ni Dar es Salaam Tanzanite TV. Asante. Nao baadhi ya wananchi wameweza kuwasilisha changamoto zao na zimeweza kujibiwa. Kwa majina anaitwa Theodora Silas Mpelinda. Swali langu ni kama labda ni la ubinafsi, lakini labda kama kuna mwingine ana tatizo kama la kwangu, pengine inaweza kumsaidia. Kwa mfano mimi linahusu NIDA. Niliandikishia wilaya tofauti na ya Ngara. Tukawa tumepewa namba, lakini vitambulisho wakasema tusubirie. Kwa bahati mbaya au nzuri, tukawa tumehama hiyo wilaya. Kwa hiyo nilikuwa naulizia pengine kupata kitambulisho mpaka kule nilikoandikishia, au hata ofisi ya wilaya Ngara naweza nikapata kitambulisho. Ni Eligwasa Mkaranga. Rafiki yangu Gwasa. Bwana awali ya yote nimshukuru Mheshimiwa mkuu wa wilaya kwa kutuletea huduma karibu, kama tulivyoanza awali kwamba kila kitu kinakuwa ni karibu na mwananchi. Mimi maswali yangu yatakuwa kwa watu wafuatao, yatakuwa upande wa TARURA, kilimo, maji na gharama zinazohusika kwa uhamiaji, endapo labda mhamiaji anatakiwa kufuata zile taratibu afisa alizozieleza hapo awali. Moja, nianze kwa afisa TARURA. Nilikuwa naomba ombi ama maoni. Uzuri Mheshimiwa mkuu wa wilaya, umepita barabara ya kutoka njia panda kuingia huku kama nakuja Rulenge. Hiyo barabara ukiangalia sasa hivi tulikuwa na msimu wa mvua. Barabara hii Mheshimiwa imeharibika mno. Kwa niombe TARURA waangalie kwa jicho la pili. Ukipita humo barabarani, ni kweli kama afisa usalama alivyosema wa barabarani kwamba bodaboda wapunguze mwendo kasi, lakini pamoja na hayo pamoja na kupunguza mwendo kasi, barabara hii sio rafiki kwa usafirishaji ama usafiri wa pikipiki. Kweli kwa upande wetu sisi wakazi wa huku, usafiri wetu sisi mama ni usafiri wa pikipiki. Kwa maana magari bado, kama ulivyokuwa unasema kwamba tuwekeze kwenye kilimo, ndo tunaingia kwenye kahawa. Niseme kwenye kahawa Mheshimiwa, hatuko vibaya, tunakoelekea ni pazuri. Kwa maana Mheshimiwa aliyemaliza muda wake kwa uongozi, Mheshimiwa mbunge ndugu Ndaisaba, logo yake ilikuwa ni pesa kwa wote, kwa maana kila mmoja fanyeje, apande kahawa, apate mazao na fedha taslimu mfukoni mwake. Tofauti na ile awali, sisi tulikuwa tujui mambo ya kahawa. Tulikuwa tunajua migomba,
mahindi na maharage ambavyo tunalima msimu mmoja vinaisha, ni chakula na matumizi mengine ya nyumbani. Kwa hiyo ila kahawa itatusogeza pale mahala ambapo tunajua. Kwa hiyo niombe TARURA watusaidie kuhusiana na hiyo barabara. Lakini pia kuna barabara tulitengenezewa kwa mradi wa TASAF. Naongelea kwa upande wetu wa kitongoji cha Mkiange. Hii barabara inakatia upande wa Ndomba sekondari, alafu inaingia huko kwetu huko mtaani. Ile barabara mheshimiwa ni kubwa. Ombi langu ni kwa hawa wa TARURA waingize kwenye mradi wa TARURA ili na sisi tuwe tunapata namna ya kupita kwenye hiyo barabara. Ukiangalia sasa hivi imeshachakaa kabisa, kupitika ni ngumu sana. Ukiweka kwenye mfumo wa kitongoji kitaparua msimu hadi msimu, haitamalizika hiyo barabara. Kwa maana barabara ile ni kubwa na ni ndefu sana. Naomba kuwasilisha kuhusiana na hilo. Lakini pia nije kwa upande wa kilimo. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, kwenye kilimo nakumbuka mwaka jana kuna wataalamu walikuja hapa wakidai kwamba tuwaletee namba za NIDA na majina yetu kamili ili watusajili na kupata namba ya mkulima. Mheshimiwa, tulifanya hivyo, tukaja kusajiliwa hivyo tukitarajia kwamba tutakuja kupata mbolea za ruzuku. Lakini mheshimiwa, tangu mimi umri wangu huu tayari sasa hivi na miaka 32, kwenye kilimo nina miaka takribani 10. Lakini kwa kata yetu sisi ya Mbuba hatujawahi kupata mbolea ya ruzuku. Na wakati tunatakiwa tujikwamue kutokana na kilimo. Na ninachojua kwa mwananchi ambaye hajapata nafasi ya kwenda ofisini ili afanye shughuli za ofisini, kazi yake ni mkulima. Kwa hiyo sisi kama wakulima tunalia na kupata mbolea ya ruzuku. Kwa maana tulishaandikishwa na tukapewa namba ya mkulima, lakini hadi dakika hii hatujapata hiyo mbolea ya ruzuku. Lakini pia tunapoelekea mwezi wa 10 tunatakiwa kuanza kuandaa mashamba. Kwa hiyo kama ni kuandaa mashamba, mheshimiwa, kuanzia sasa hivi nafikiri litakuwa ni jambo jema kuanza kushughulikia hili ili tupate mbolea ya kupandia tunapoanza kupanda mwezi wa 10. Kwa majina ninaitwa Waseme Pasco, mkazi wa kitongoji cha Mwangange, kijiji cha Kumwendo. Mimi kero yangu inahusiana na swala la mpango wa ardhi. Kwenye hicho kitengo hicho, sisi kwenye kitongoji chetu cha Mwangange kama vile tulitengwa. Sehemu nyingine kuna vile vibao ambavyo vinaonyesha matumizi ya ardhi. Kwa mfano, hapa ni eneo la mifugo, hapa ni eneo la makazi. Lakini kwenye kitongoji chetu sisi hatujaona kibao hata kimoja. Hivyo basi, changamoto ambayo tuko nayo ndani ya kitongoji ni dhidi ya wafugaji na wakulima. Sisi wafugaji na wakulima hatujajua maeneo yetu. Wafugaji wanapitisha mifugo yao kwenye mashamba yetu hadharani. Tukiwauliza wanasema tuonyeshe kibao. Na sisi wakulima tunaenda kulima eneo ambalo si sahihi. Wakituuliza na sisi tunauliza kibao kiko wapi? Hivyo basi tungeomba kwa mkuu wa wilaya wetu uweze kutusaidia na ututatulie mgogoro huo. Kwa hawa wafanya biashara nimesikia kuna mikopo mpaka tupitie kwenye vikundi. Sasa hapa kama kata yetu tuna mheshimiwa mwenyekiti wa kata wa CCM. Alikuja agatoa hamasa kwamba tunaomba tujiunge kwenye vikundi. Hususani Kanyinya, Kumwendo, Mbuba, Ruhuba. Basi tulijiunga. Unaona? Basi hicho kikundi jina lake kilikuwa kinaitwa Simbukiki. Simbukiki. Basi mwenyekiti wa hicho kikundi alikuwa niona ni John. Katibu wake ni hapo mheshimiwa ambaye mmekaa wote nyote hapo. Katibu ni katibu tawa Kumwendo. Muhasibu. Sasa ilikuwa ni 2024. Mwezi wa pili tulipaswa tuvunje. Sasa kuanzia kipindi hicho hatukuvunja, hakuna hata vikao hadi leo. Na mimi ninao watoto wawili ambao wako hapo sekondari. Sasa hivi nina machozi na ndugu zetu wapo. Bahati nzuri na mheshimiwa diwani alikuja kujiunga hapo baadaye. Sasa naomba wanisaidie juu ya hiyo. Je, wanatulipa hiyo hela au je tuliwagawia?
na hawa ni wakuu wa idara kutoka halmashauri na wakuu wa taasisi kutoka sehemu mbalimbali wameweza kutoa majibu kwa wananchi, lakini hakupata stahiki zake. Sasa nipende kabla ya kujibu swali lake nitoe ufafanuzi kidogo. Shughuli za vikundi vya vikoba hivi ambavyo tunachangishana fedha, si ndio, na kugawana mara nyingine, vinaendeshwa kwa mujibu wa kanuni za huduma ndogo za kifedha za mwaka 2019 ambazo kanuni hizo zimeelekeza kwamba ili kikundi kiweze kufanya shughuli hizo kinatakiwa kiwe na kibali au kiwe kimesajiliwa. Kwa hiyo kufanya shughuli za kifedha wakati kikundi hakijasajiliwa ni kinyume na sheria. Tuko pamoja? Kwa hiyo ndugu zangu ambao tunafanya shughuli hizo za vikoba, tunachangishana fedha pengine hadi tunafikisha milioni ngapi, milioni 2-3, wakati kikundi hakijasajiliwa, ni hatari kwetu, kwa sababu ikitokea kwa mfano mmezulumiana, utaenda kushtaki wapi? Umeona? Sasa nataka nirudi kuuliza, kwa sababu umesema kwenye hicho kikundi pia mwenyekiti wa kijiji ni mwana kikundi na mwenyekiti wa kijiji kingine, si ndio? Sasa lakini pia masuala ya kikundi kuhusiana na kiingilio, sijui faida tunagawaneje, vinafanyika kwa mujibu wa makubaliano wana kikundi, ina maana kulingana na katiba na miongozo au na kanuni ambazo kikundi chenyewe kimefanya nini, kimejiwekea. Sasa inawezekana pengine kikundi akijaweka kwamba kila mwaka kinavunja, pengine kina malengo ya kufanya miradi mingine, lakini inawezekana pengine wakawa walikubaliana hivyo. Sasa sijui mwenyekiti, unaweza kutusaidia kwamba nyinyi kikundi chenu ilikuwaje na kama mlifunza kwa nini hakupewa haki yake? Huyo kwanza alikuwa ni mwenyekiti wa kijiji cha Ruba na mimi nikiwa ni mwenyekiti wa kijiji cha Mbuba. Hicho kikundi tulikianzisha ili kiwe kinatusaidia sisi kama viongozi kuanzia ngazi ya chama ya kata. Tulipokiunda, kila tulipokuwa tunakaa tulikuwa turejesha sasa shilingi 2000. Baadaye tulipoingia kwenye uchaguzi, kikundi kikaanza kudorora hapo. Niliwahi kukutana naye akaniambia, nikamwambia hili nitalifikisha kwa mwenyekiti. Nikishalifikisha kwa mwenyekiti, majibu atakayoyatoa tutaitana kama tulivyokuwa, tutapata majibu iwapo fedha hizo kuna watu walikopeshwa wapo, na iwapo zitarejeshwa kila mtu atafanyaje, atapata haki yake. Kwa hiyo hicho kikundi kilikuwa bado hakijaingia kwenye usajili, ndio tulikuwa tumekianzisha. Kwa hiyo mimi nimtoe hofu pamoja kwamba leo amestaafu au hayuko kwenye madarakani, akafikiri kwamba basi aidha hatumwangalii kama kwamba yeye tayari alishatoka kwenye kikundi chetu. Bado tuna hamu hicho kikundi kukiendeleza. Kwa hiyo na wewe kama utakuwa ni mmoja wapo wa kuendelea na hicho kikundi, tunakukaribisha. Karibuni sana bwana kiongozi wetu. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, kama kikundi subiri basi mzee wangu. Kama kikundi kimevunjika, hatujavunja, kinaendelea, lakini yeye ametoka kwenye kikundi na hisa zake alichangia kwenye kikundi na ametoka, najua lazima mlikubaliana kwamba mwana kikundi anapotoka kwenye kikundi atakuwa na haki hizi, basi haki zake zile apewe. Na tulikuwa bado hatujaweka mchakato wa kutengeneza katiba. Sasa mlianzeje kufanya shughuli za kuchukua mwanzo, baadaye kikundi kikawa kimeyumba, lakini baada ya kuyumba bado leo tuna huo mwamko wa kukiendeleza kikundi. Sasa mheshimiwa mwenyekiti, naomba kesho mfanye utaratibu wa kukaa mjadiliane, ili yeye kwa sababu ameshatoka kwa kikundi mumpe stahiki zake. Hoja ya kwanza ni ya barabara inayotoka Murugarama kwenda Rulengo. Kama mlivyoniona, nilienda huku nikaanza kuongea na meneja wa mkoa wa TANROADS, kwa sababu hii barabara haiko chini ya TARURA, iko chini ya mkoa, inahudumiwa na TANROADS. Kwa hiyo nimeongea na engineer Kato, akasema barabara hii kwa mwaka jana ilitengenezwa, sema kilichosababisha ni hizi mvua zilizonyesha, na amenihakikishia kuwa kwa mwaka jana wa fedha wameweka changarawe kipande kinachoanzia Murugarama kuja mpaka Diruligwa. Kwa hiyo kutokana na hizi changamoto za mvua zilizonyesha, wanaendelea kufanyia tathmini barabara zao kwa ajili ya matengenezo ya mwaka wa fedha unaoanza Julai. Upande wa barabara za TARURA, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, TARURA wilaya ya Ngara
kwa mwaka wa fedha ambao unaenda kuisha sasa, kama unavyoelewa, sisi huwa tunatengeneza barabara kufuatana na vipaumbele vya wananchi wenyewe kupitia madiwani. Kwa hiyo kwa mwaka wa fedha huu ambao unaenda kuisha Juni tarehe 30, tuliwasiliana na mheshimiwa diwani wa kata ya Mbuba, akaleta vipaumbele vyake. Katika vipaumbele vyake hivyo vileta sababu na hiyo barabara ilikuwemo. Lakini sasa tulivyoenda kwenye bajeti ikaonekana bajeti ya kata ya Mbuba ni kubwa kulingana na yale mapendekezo aliyoyaleta mheshimiwa diwani. Alileta mapendekezo matatu. Pendekezo la kwanza ni la kufungua hiyo barabara, ina kilomita 13.2. Inakuja kutokezea Ndomba sekondari pale. Pendekezo la pili aliloleta ni la kutengeneza hii barabara ya Mbuba Murulama Muyenzi. Pendekezo la tatu aliloleta ni la kufungua daraja la Mkajagali kwenda Kumwendo. Tulivyoenda kwenye bajeti ikaonekana daraja limekula hela nyingi sana. Daraja lilikula milioni 725. Barabara ya Mbuba Murulama Muyenzi kala milioni 36. Kwa hiyo ile hela yote ikawa imeisha. Tukarudi tena kwake tukamwambia kipaumbele tufanye kipi? Akasema kwa mwaka huu naomba mnifungulie daraja kwanza, ndio lina kero. Masika watu hawapiti, watoto hawaendi shuleni. Kwa hiyo ikabidi hiyo barabara tuikanseli kwanza. Ikabidi tutengeneze hii ya Mbuba Murulama Muyenzi, tukatengeneza na ile daraja. Kama mnavyojua daraja uwezo kutengeneza seli moja ukaacha. Ndio unaona ilikula hela nyingi na tukuweza kufungua hii huko. Kwa hiyo tunaomba uvumilivu. Kwa upande wa Mr. Waseme Pasco kwenye kitongoji cha Mwangange, hili swala inatakiwa kwanza kubainisha hiyo njia inayongelewa inatambulika kwa wananchi kwamba ni njia sahihi ya ng'ombe au ni watu wameianzisha. Kama ni njia sahihi ya ng'ombe, lazima ithibitishwe kwenye halmashauri ya kijiji na kwenye mkutano mkuu wa kijiji. Kisha thibitishwa kwamba ilikuwepo ile njia wakati mpango wa matumizi ya ardhi wa mwaka 2024 ilikuwepo na iliainishwa, basi kupitia halmashauri ya kijiji niombe mkurugenzi mtendaji apate taarifa ili tutengeneze kibao tuje tukisimike kwenye njia hiyo kwamba hii ni njia ya mifugo, hairuhusiwi mtu kulima, au hii sio njia ya mifugo, eneo liendelee kutumika kwa matumizi mengine. Ndugu Waseme, umeridhika na jibu? Kwanza nilikuwa naomba nijibu hili swali la ambalo amesema lilikuwa ni kuhusu mbolea za ruzuku. Jamani, serikali yetu ya awamu ya 6 kupitia Wizara ya Kilimo waliendesha utafiti, sawa? Wakagundua kwamba katika kilimo kuna vitu vikuu viwili ambavyo ni muhimu. Mbegu pamoja na mbolea. Sawa? Sasa vitu hivi vilionekana kwamba ni gharama sana kubwa kwa mkulima. Ndipo hapo wakaja na wazo la ruzuku. Ruzuku ni pesa fulani ambayo inaongezewa pale na serikali ili kumpunguzia mkulima makali. Kwa mfano, mbegu kama inauzwa shilingi 17,000, serikali itaweka shilingi labda 3,000, mkulima atainunua kwa shilingi 14,000. Tuko pamoja? Sasa ili basi serikali waweze kujua kwamba ni nani amenunua hiyo mbegu, wakaanzisha mfumo wa kusajili wakulima ili kila mkulima apate namba. Ile namba unaweza kuchukulia mbegu na pia unaweza kuchukulia mbolea. Mpaka hapo tumeelewana vizuri eh? Sasa kwa wilaya yetu ya Ngara msimu uliopita tunakiri kweli tulipokea hiyo changamoto idarani, na sisi kama idara ya kilimo tulipambana sana kutafuta mzabuni. Mzabuni ni nani? Mzabuni ni mtu ambaye alikuwa achukue zile mbolea kutoka kwa wale ambao wanatengeneza, azilete mpaka hapa Ngara, alafu aanze kuwauzia wakulima moja moja kwa bei ya ruzuku. Tuko pamoja? Na wale watu tulivyozungumza nao, wahusika wa mbolea, walisema kwamba wao wakija hawawezi kusimama hapa na kuanza kuuza mbolea moja moja. Apatikane mtu mmoja ambaye atakuwa kama supplier. Sawa? Lakini tulijaribu kutafuta wazabuni na tulikosa. Lakini habari njema, msimu huu hapa huu msimu unaoenda mwaka huu sasa 2026-27. Tumezungumza na Ngara Farmers, chama cha ushirika. Mimi mwenyewe nilikuwepo kwenye mkutano wao mkuu, na moja ya ahadi waliotoa ni kwamba watakuwa wazabuni katika msimu huu unaoanza, kwamba Ngara Farmers watakuwa wanauza hizo mbolea kwa bei ya ruzuku.
Kwa hiyo upatikanaji wa mbolea walisema kwamba kuanzia mwezi wa 9 mbolea zitakuwa zinapatikana na wakulima wataenda pale kuchukua mbolea kwa bei ya ruzuku. Mimi ni Ayub Amos na hii ni Dar es Salaam Tanzanite TV. Asante.